Hatimaye Daktari Emmanuel Nchimbi ametoa ujumbe ambao umetikisa medani za kisiasa nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi alijitokeza hadharani kwa mara ya kwanza akiongoza hafla ya kimataifa ya wiki ya usugu wa vimelea Afrika. Tukio hilo liliwasilishwa kama mwanzo mpya wa sera za afya, utafiti na ubunifu, lakini pia ilizua msimuko na kimya miongoni mwa wafuatiliaji safari yake ya kisiasa. Hii ni kwa sababu kwa muda mrefu Nchimbi amekuwa kimya sana, kana kwamba alitoweka wakati taifa lilikumbwa na vifo vya kusikitisha vilivyotokea baada ya uchaguzi mkuu uliopita. Wengi walitarajia kuwa kurejea kwake kungeambatana na ishara ya ukaribu kwa waliopoteza wapendo wao, lakini badala yake jukwaa lake la kwanza ligeuza taharuki ya muda mrefu kuwa kitendawili kipya kisicho na majibu. Hotuba yake ilijikita kwenye mustakabali wa afya, usalama wa maisha na mazingira, ikitangaza dhamira ya serikali kuimarisha mfumo wa afya, kuwekeza kwenye utafiti wa kisayansi na kuhakikisha matumizi sahihi ya dawa. Hatua hizo zilielezwa kama utetezi wa kizazi kijacho dhidi ya magonjwa yanayozidi kuibuka na kukatisha maisha, hasa katika bara ambalo idadi kubwa ya watu wake bado linategemea uwezo wa dawa za kawaida. Kwa msitizo mpana alieleza kuwa usugu wa vimelea dhidi ya dawa unazidi kuongezeka na kugeuka tishio la kiafya linalovarua nguvu ya mifumo ya tiba barani Afrika, likiwaacha wananchi katika hatihati ya ugonjwa, umaskini na maangamizi ya kifamilia. Kwa kiwango cha kimataifa, hotuba hiyo ilitoa wito wa mshikamano, ushirikiano wa kitaalamu na maamuzi ya pamoja. Bara lilielekezwa kubadilishana takwimu, kuanisha sera na kuhakikisha kuwa utekelezaji wa mikakati ya kupambana na usugu unalingana katika ukanda mzima. Taarifa hizo zilionekana kusawiri mustakabali ambao mataifa yajiendeshi kwa upweke, bali kwa mtandao mpana wa dhamira ya pamoja kulinda uhai wa watu wake. Na katika ufafanuzi wa kina, alionyesha kuwa uwekezaji katika utafiti na uvumbuzi hautakiwi kuchukuliwa kama nasa ya kitaaluma, bali lazima ya kiafya, hasa katika dunia ambalo magonjwa yanaendelea kujirekebisha na kujifunza mbinu za kukwepa tiba za zamani. Na katika mantiki hiyo, maendeleo ya kisayansi ilielezwa kama njia mpya ya kupambana na wimbi la magonjwa mapya na kutengeneza teknolojia ya uchunguzi, chanjo bora na tiba mbadala ambazo zinaweza kupunguza utegemezi kwa dawa zilizokosa nguvu. Kauli hizo zilikuwa na sura ya uongozi na utazama mbele unaojitayarisha kwa mapambano dhidi ya hali mbaya mara nyingi haionekani, bali inaendelea kuumia ndani ya miili ya watu wasiojiweza. Lakini ujumbe wa tukio hilo haukuishia kwenye ujumbe wa afya. Kulikuwa na hisia zisizoelezwa wazi kwamba kurejea kwa Nchimbi katika nafasi mpya ya kitaifa kulikuwa zaidi ya matamko ya kisera. Kulikuwa na kumbukumbu ya historia ndefu ya siasa zake, mabadiliko yake na kimya chake kilichozua tafakuri nzito. Kwa sababu kabla ya kupewa wadhifa wa makamu wa rais, Nchimbi alikuwa miongoni mwa majina yaliyoacha alama ndani ya mfumo wa utawala wa nchi kutokana na nafasi nyingi alizowahi kushikilia. Alipitia wizara zenye msukumo mkali kama mambo ya ndani, utumishi kwa umma na mawasiliano, kabla ya kupangiwa kazi za kidiplomasia ambazo zilimfikisha hadi mamlaka za kimataifa. Katika enzi hizo, sura yake ilitambulika kama mwanasiasa machachari, mwenye ushawishi na mwenye upana wa kujielekeza katika masuala ya usalama na utawala. Hata hivyo, baada ya uchaguzi mkuu uliokumbwa na misukosuko ya kisiasa, vifo vya Watanzania vilivyotokea katika baadhi ya maeneo viliacha kovu katika taifa.
Wakati familia zilikuwa zikihangaika na huzuni na mjadala wa kitaifa ukiendelea, Nchimbi mwenye ushawishi ambaye wakati fulani alihusishwa na mifumo ya ulinzi alibaki kimya kwa muda mrefu. Kimya chake hakikufafanuliwa na hakukuwa na ishara kukutana na familia kufariji au kutoa mwanga wa kisera kuhusu yaliyotokea. Muda ulipita, majina mengine yaliibuka, mijadala ikabadilika na hatima yake kisiasa haikujulikana wazi. Ndipo ghafla muonekano wake mpya katika nafasi ya juu ya serikali ulisababisha mshangao. Ilikuwa kana kwamba historia iligeuzwa bila kumbukumbu ya walioteseka, na halikutoa ishara ya tafakuri ya kitaifa kuhusu uwepo wa majeraha ya kisiasa ambayo bado yanajitokeza kwa siri katika jamii. Na badala yake hotuba yake ilionekana kujikita katika mustakabali na uharakishwa na tishio la usugu wa dawa. Mataifa yaliambiwa kuwa bila kuweka nguvu kwenye tafiti, tiba mpya na mbinu za kuzuia magonjwa zitakuwa dhaifu dhidi ya mbinu za kisayansi za vimelea. Kinyume na matarajio ya baadhi ya wananchi, nafasi hiyo haikubeba simulizi za huzuni wala uzito wa kumbukumbu, bali libeba msukumo wa mageuzi ya afya na dereva wa siku zijazo. Kwa mtazamo wa sera, ujumbe uliopeperushwa kutoka ukumbi wa mikutano ulikuwa mpana, kwamba Afrika inakabiliwa na tishio lisiloonekana linaloharibu afya na uchumi na linaweza kubadilisha mwelekeo wa kizazi kizima. Hivyo utekeaji wa taarifa, ujumuishaji na wa rasilimali na kuwekeza kwenye ubunifu wa tiba si suala la hiari, bali la kuokoa maisha. Na katika mazingira hayo, viongozi, wanasayansi na mashirika yalielekezwa kutengeneza mazingira ya ushirikiano ili kupunguza hatari inayoongezeka kimya kimya. Lakini wakati hadhira ilishangilia shauku ya kitaifa kupambana na tishio jipya, kulikuwepo simulizi lingine lilosemwa ambalo litembea sambamba na tukio hilo, hisia kwamba historia ya karibu haikuhitimishwa. Kulikuwa na kundi la watu ambao bado wanaishi na kumbushwa hasara na bado hawajui kama mfumo wa utawala unazitambua changamoto zao zilizoonekana kwa sehemu ya gharama ya mabadiliko. Safari ya Nchimbi imekuwa ya aina hiyo, yenye misukumo ya kisiasa, ukimya na ujenzi wa taswira mpya inayojitokeza bila kueleza zaidi yaliyotangulia. Na katika nafasi yake mpya, msisitizo wa afya na utafiti unaonekana kuwa ishara ya serikali kutengeneza taifa linalojitegemea kisayansi, linalomudu hatari zake na linalojenga maisha baadaye yenye uwezo wa kukabiliana na vimelea vinavyozidi kuwa na ujanja. Hadithi hiyo hata hivyo inaendelea kutengeneza sura mbili. Sura ya kwanza ni ya taifa linalojitayarisha kupambana na magonjwa kupitia ubunifu, tafiti mpya na mikakati madhubuti ya matumizi sahihi ya dawa. Sura ya pili ni ya jamii iliyobeba makovu ya kisiasa, ambayo inaendelea kutazama viongozi wake kama matumaini ya kupokea ishara kwamba maisha ya watu yasiokuwa na sauti yana thamani ndani ya historia ya nchi. Katika anga ya Dar es Salaam, mkutano ulimalizika, kamera zikazimwa na msafara ukatoweka taratibu, lakini tukio hilo lilisalia kama kumbukumbu ya safari mpya, serikali ikijaribu kupambana na tishio la kimya kimya, wakati baadhi ya wananchi wakihifadhi kumbukumbu za kimya kimya ambazo hazikuguswa. Katika simulizi hiyo ndogo, hadithi ya taifa inaendelea kuandikwa upya, huku safari ya Nchimbi kibaki kuwa sehemu ya taswira pana ya mabadiliko, mafanikio, ukimya wa matarajio. Vilevile maswali yanaibuka kuwa, ikiwa ndio wanataka kuhakikisha kwamba utafiti umefanywa na kwamba kuna dawa sahihi ambazo zinapeanwa ili kukuza kizazi kijacho, mbona basi vifo vinatokea wakati wanadamu ambapo wananchi wanajitokeza barabarani kuandamana juu ya haki zao? Mbona napigwa risasi na kufa? Basi dawa hizo na utafiti huo wote utasaidia kizazi kipi ikiwa hawa wote wataaga dunia? Ndio maswali wengi wanazidi kujiuliza. Ni ujumbe ama taarifa tunakuletea kutoka hapa Kenyascope, ambao ni channel yako pendwa, na kuletea taarifa hizi pamoja na zingine bila kupindisha, bila kuegemea upande wowote. Zidi kutusupport kwa kusubscribe, kushare na vile vile kulike video zetu.